Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tuanze ibada hii ya siku ya Bwana kabla ya Pentekoste, ibada ambao tunaongozwa kwamba Mungu anasikia katika kuomba kwetu. Na tuanze ibada hii katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tutasoma Zaburi 119 mstari wa 21 mpaka wa 28. Zaburi 119 mstari wa 21 hadi wa 28, tutasoma kwa kupokezana. Nimefanya hukumu na haki, usiniache mikononi mwao wanaonionea. Zaburi 119 mstari wa 121 mpaka 128. Zaburi 119 mstari wa 121 mpaka 128. Nimefanya hukumu na haki, usiniache mikononi mwao wanaonionea. Macho yangu yamefifia kwa kuutamani wokovu wako na ahadi ya haki yako. Mimi ni mtumishi wako, unifahamishe nipate kuzijua shuhuda zako. Ndio maana nimeyapenda maagizo yako kuliko dhahabu, naam, dhahabu iliyo safi. Maana na mausia yako yote kuwa ya adili, kila njia ya uongo naichukia. Amen. Hali tukiwa tumesimama, tunaomba watoto wa shule ya Jumapili waje mbele kwa ajili ya maombi. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako na rehema zako. Tunakushukuru kwa ajili ya baraka ya watoto ambao Mungu umewaleta katikati yetu. Tunakushukuru Mungu kwa sababu umesema waacheni watoto wadogo waje kwangu, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Basi Mungu, tunakuomba uwapokee watoto hawa, uwafunze watoto hawa, uwakuze watoto hawa. Tunaomba kwa ajili ya walimu wanaokwenda kuwafundisha. Tunaomba Mungu waongoze kwa njia ya Roho wako Mtakatifu, ili wawafundishe watoto hawa mausia yako, na watoto hawa wakuwe wakikupendeza Mungu na kuwapendeza wanadamu pia. Ninaomba kwa ajili ya afya zao, ninaomba kwa ajili ya maisha yao mazima, naomba kwa ajili ya ulinzi wao. Mungu walinde katika maisha yao usiku na mchana. Hata tunamkumbuka mtoto huyu Arian Alexander Ndibalema, ambaye Mungu anakumbuka kufikisha miaka 11 katika kuzaliwa kwake. Tunaendelea kumwombea na kumweka mikononi mwako, ili Mungu uendelee kumpa uchaji katika maisha yake, na endelee kukua akikutambua kwamba wewe ni Mungu wake na uzima wake. Kwa jina lako takatifu tunaomba na kushukuru. Amen. Kabla ya baraka, tunaomba huyu aliyetamkwa Riani Alexandra basi apite mbele, tumwombee kama kawaida yetu. Happy birthday. Naomba waangalie washarika. Happy birthday. Happy
Basi watoto wote mtulie, mpokee baraka za Mungu. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani yake. Kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Enendeni kwa amani ya Bwana katika ibada yenu, na mumsikilize Mungu anavyowafundisha. Amen. Washarika, tukae. Nikaribishe kwaya kuu, karibuni kumsifu Mungu.
Asanteni kwaya kuu. Tushirikiane kwa pamoja kuimba wimbo namba 292. Wimbo namba 292. Tuombe. E Bwana, muumba, mkombozi na mfariji wetu, tunapokusanyika kukuabudu katika roho na kweli, twakuomba kwa unyenyekevu utufungue mioyo yetu iweze kupokea mahubiri ya neno lako, ili tuweze kutubu dhambi zetu, kuamini katika Yesu Kristo kama Mwokozi wetu pekee, na tupate kukua katika neema na utakatifu. Utusikie kwa ajili yake. Amen.
Bwana Mungu wetu yupo hapa, yu pamoja nasi. Tumsujudie, tumche, tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake akisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika mbele ya uso wa Mungu kumtukuza kwa ajili ya neema yake na uaminifu wake, kusikia neno lake takatifu na kuomba ahuishe roho na miili yetu. Kwa kuwa Mungu ni mtakatifu na sisi tu wenye dhambi, hivyo basi na tumuungamie Mungu dhambi zetu katika roho ya toba na imani, tukimwomba msamaha wa dhambi zetu. Sehemu ile ya kwanza. Tufungue mioyo yetu na tumuungamie Mungu wetu hivi. Mungu Mwenyezi, ungamo hili likiwa ni la kweli na tukitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili ya Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, ninatangaza ya kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Zaburi na antifoni, ukurasa 289 kwa 390. 289 kwa 390. Watu wote pigeni makofi. Kwa kuwa Bwana aliye juu mwenye kuogofya, mwimbieni Mungu na mwimbeni. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia.
katika amani. Bwana, tunakuomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu. Bwana, tunawaombea wote wanaoingia nyumbani mwako, wanaokuabudu na kukusifu. Tusaidie, utuokoe, uturumie na kutuhifadhi kwa neema yako. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni. Duniani wa watu Tutakiane amani ya Kristo kwa kupungiana mikono. Mahali ni pazuri ndugu wanapokaa, wakipatana mema na Leo ni siku ya Bwana kabla ya Pentekoste. Aya ya siku inasema, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Tuombe. Ee Mungu mfalme mtukufu, uliyempandisha mwana wako pekee Yesu Kristo katika ufalme wako mbinguni, usituache yatima, bali utupelekee Roho wako Mtakatifu ili atufariji na kutuongoza mpaka tutakapofika huko ulikotangulia Mwokozi wetu Yesu Kristo, aishie na kumiliki pamoja nawe na Roho Mtakatifu daima milele na milele. Amen. Tusikie neno la Mungu kutoka kitabu cha Mtume Paulo kwa Warumi, mlango wa 8 mstari wa 26 hadi wa 30. Neno la Mungu kutoka kitabu cha Mtume Paulo kwa Warumi, mlango wa 8 mstari wa 26 hadi 30. Kwa jina la Yesu nitasoma. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikowezwa kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, na kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Nasi tutajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi
pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale waliojua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita, hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Hili ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Tusikie tena neno la Mungu kutoka Injili ya Mathayo mlango wa 20 mstari wa 29 hadi wa 34. Injili ya Mathayo mlango wa 20 mstari wa 29 hadi 34. Kwa jina la Yesu tutasoma. Haya, hata walipokuwa wakitoka Yeriko, mkutano mkubwa wakamfuata. Na tazama, vipofu wawili wameketi kando ya njia. Nao waliposikia kuwa Yesu anapita, walipaza sauti wakisema, "Uturehemu, Bwana, mwana wa Daudi." Mkutano wakawakaripia wanyamaze, lakini hao wakazidi kupaza sauti wakisema, "Uturehemu, Bwana, mwana wa Daudi." Yesu akasimama akawaita akasema, "Mnataka niwafanyie nini?" Wakamwambia, Bwana, twataka macho yetu yafumbuliwe." Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Na hili ndilo jina la Mungu. Tumshukuru Mungu. Neno la Mungu liwe ni taa na mwanga wa njia zetu, linalotumulikia popote tunapopita. Haleluya. Tukiri pamoja imani ya Kikristo inayotuunganisha sisi na Wakristo wote ulimwenguni, imani ya mitume. Namwamini Mungu Baba mwenyezi yote, muumba wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akafuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenye enzi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Washarika, naomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Katikati yetu familia ya hayati Mzee Cleopa Msuya wanamshukuru Mungu kwa ajili ya faraja ambayo wameiona nyingi, ambayo Mungu alikuwa anakiwajalia kwa kipindi chote ambacho Mzee Cleopa David Msuya mwaka mmoja uliopita Mei 7, 2025, kipindi ambacho ametwaliwa kutoka katika maisha haya. Na pia wakimshukuru Mungu pia kwa ajili ya mpendwa wao Godfrey Cleopa Msuya tarehe 15 Mei 2005, pamoja na matendo mengi makuu ambayo Mungu amewatendea. Wameomba kusomewa kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 14 na wimbo namba 159. Tunapoimba wimbo huu 159 fungu la kwanza, tunaomba waje mbele. Wimbo namba 159, tunaomba familia waje mbele.
Mbinguni, mbinguni kuna mji mwema wapendeza sana, ni wake Mungu. Wapendeza sana, ni wake Mungu. Milango ya mjini ni dhahabu tu. Wathesalonike mlango wa 4. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 14. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Amen. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, watoto wako hawa wamekuja mbele zako kukushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili nyingi kwao zisizochunguzika. Wanakumbuka baba yao mpendwa Mzee Cleopa David Msuya pamoja na mtoto wake Geoffrey Cleopa Msuya pamoja na mama yao mpendwa, kwamba Mungu uliwapa nafasi ya kuishi katika uso wa nchi, ukawafanya kuwa baraka katikati ya taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukawafanya kuwa baraka katika kanisa lako, ukawafanya kuwa baraka katika familia. Na leo hii Mungu, watoto wako wanakuja kukushukuru. Basi Mungu, tunakuomba upokee shukrani zao na uendelee kuwabariki katika maisha yao, uendelee kuwalinda katika maisha yao, uendelee kujidhihirisha kwao katika maisha yao, ili waendelee kukutambua kwa wewe ndio Mungu uliyeumba mwanadamu na unayemtoa mwanadamu kutoka katika maisha haya. Lakini wajue kwamba Mungu, kama tukiwa tumekufa au kama tukiwa tuhai, sisi sote ni mali yako. Pokea shukrani yao na baraka zako ziambatane nao siku zote, sasa na hata milele. Amen. Mpokee baraka ya Mungu. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani yake. Kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tumshukuru Mungu kwa kinywa Wakati wanaendelea kutoa sadaka, tunaomba mwenye gari BMW T206 ECS na gari ambalo ameliziba, tunaomba atoke nje. BMW T206 ECS, tunaomba atoke nje kwa ajili ya kusogeza gari. Basi nikaribishe kwaya ya wanawake, karibuni kumsifu Mungu.
wakati wanawake wanaendelea kuimba, tukiungana na wenzetu. Sadaka zetu tutazitoa zote kwa pamoja. Tunapokuja kwenye mzunguko wa sadaka, tutatoa sadaka ya ahadi, sadaka ya jengo, sadaka ya maendeleo. Tutatoa mzunguko mmoja sadaka zote: sadaka ya ahadi, sadaka ya maendeleo, sadaka ya mfuko wa elimu na shukrani ya wiki. Sadaka zote tutazitoa kwa pamoja. Karibuni kumtolea Mungu kwa moyo wa shukrani. Vijana karibuni.
Tafakari uzuri wako e Bwana, niyatafakari matendo yako e Bwana, niutafakari uzuri wako e Bwana, niyatafakari matendo yako e Bwana, maana sijaona mwenye upendo kama wewe e Bwana, maana sijaona mwenye upendo kama wewe e Bwana. Hawa ni matangazo yetu katika usharika wetu wa Azania Front, Dayosisi ya Mashariki na Pwani, matangazo ya usharika leo tarehe 17 Mei 2026. Siku ya Bwana kabla ya Pentekoste. Neno linalotuongoza siku ya leo ni Mungu utusikie katika kuomba kwetu. Mungu utusikie katika kuomba kwetu. Tangazo la kwanza, tunawakaribisha wote tumwabudu Mungu wetu katika roho na kweli. Tangazo la pili ni wageni. Hakuna mgeni aliyetufikia na cheti, lakini kama kuna wageni ambao ni mara ya kwanza kushiriki nasi, basi wasimame ili tuweze kuwakaribisha. Tunaona leo wote ni wenyeji, asante sana.
Tangazo la tatu ni matoleo ya tarehe 10 Mungu aliyetupa afya ya kumwabudu na utayari wa kumtolea kwa hiari mali alizotupa kwa kazi yake. Namba ya sadaka kwa njia ya mtandao ni 0757 39 11 74. Nitarudia 0757 39 11 74 na itasoma KKKT Azania Front. Lipa namba M-Pesa ni shilingi lipa namba na M-Pesa ni 57 95 79 4. Nitarudia lipa namba M-Pesa 57 95 79 4 na itasoma KKKT Azania Front Cathedral. Tangazo la 4 ni mahudhurio ya ibada ya tarehe 3 mwezi wa 5 2026 ni washarika 727. Tangazo la 5, tunapenda kuwakumbusha na kuwakaribisha wote katika ibada zetu siku za Jumapili. Ibada ya kwanza inayoendeshwa kwa lugha ya Kiswahili inaanza saa 1 asubuhi. Ibada ya pili inayoendeshwa kwa Kiingereza inaanza saa 3 asubuhi. Ibada ya tatu inayoendeshwa kwa Kiswahili inaanza saa 4:30 asubuhi. Vipindi vya kujifunza neno la Mungu hapa Usharikani kila siku za juma. Ibada ya asubuhi ni saa 12 asubuhi ili kuanza siku kwa uongozi wa Mungu. Ibada ya mchana saa 7 mchana. Ijumaa ibada ni saa 11 na tuna kipindi cha maombi na maombezi ambapo tunajifunza neno la Mungu na kupata muda wa kutosha wa maombi. Vipindi vyote vinarushwa mubashara kupitia Azania Front Cathedral. Tangazo la 6, kitenge chetu kipya cha kiharaka kinapatikana kwenye duka letu la vitabu kwa bei ya shilingi 40,000. Tangazo la 7, viongozi wa umoja wa wanawake wanafuraha kuwajulisha washarika kuwa wamevuna asali kutoka kituo chetu cha Tabora. Zitauzwa Jumapili ijayo tarehe 24 Mei 2026 katika ibada zote. Karibuni wote. Tangazo la 8, ndoa za washarika. Kwa mara ya 3 tunatangaza ndoa ya tarehe 23 mwezi wa 5 2026 ambayo itafungwa usharika wa KKKT Msasani kati ya Bwana Jerry Edward Ngewe na Bi Mary Stella Ernest Swai. Matangazo mengine ya ndoa yamebandikwa kwenye ubao wa matangazo karibu na duka letu la vitabu. Tangazo la 9, ibada ya nyumba kwa nyumba mjini kati. Wao watashiriki hapa kanisani saa 1 asubuhi. Makumbusho Kijitonyama, Sinza, Mwenge, Makongo na Ubungo kwa Bwana na Bibi Charles Limo. Kinondoni wao watatangaziana. Tegeta, Kunduchi, Bahari Beach, Ununio kwa Engineer Elham na Mwalimu Caroline Lema. Ilala, Chang'ombe, Buguruni wao watatangaziana. Oysterbay na Masaki na watatangaziana.
Mikocheni, Kawe, Mbezi Beach kwa Bwana na Bibi Freeman Mbowe, Upanga na wao watatangaziana. Kwa habari na taarifa nyingine tembelea tovuti yetu ya azaniafront.org. Pia tupo Facebook pamoja na Instagram. Zamu za wazee leo ni wazee ambao wapo kundi la pili. Na huu ndio mwisho matangazo yetu. Bwana ayabariki. Asante kwa matangazo. Nipende kumkaribisha baba mchungaji, karibu kwa ajili ya matangazo mengine. Karibu mchungaji. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Niendelee kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii. Pekee kabisa nikimkaribisha na kumshukuru sana baba mchungaji Daktari Ernest Kadiva ambaye amekuwa na utayari wa udharura kwa ajili ya ibada hii. Wiki hii afya yangu haikuwa vizuri, na jana nilipoona hali inazidi kuwa mbaya, jioni nikampigia nikamwambia naumwa na ninaomba kesho uje utusaidie ibada, na amekuwa na utayari wa udharura huo na leo amefika katika ibada hii. Hebu tumkaribishe kwa makofi mengi mengi. Mungu akubariki sana baba mchungaji. Nilete matangazo machache, na matangazo haya tukiendelea kuwakaribisha ninyi nyote, lakini kipekee kabisa katika ibada hii ambayo familia ya hayati waziri mkuu mstaafu baba yetu Mzee Msuya wamemtolea Mungu shukrani ya kipekee. Hivyo katika ibada hii tunamshukuru Mungu. Tunaye mheshimiwa waziri mkuu mstaafu baba yetu na mzee wetu Mheshimiwa Joseph Warioba. Ninaomba usimame baba. Tumpokee kwa makofi mengi mengi. Karibu sana baba. Bwana apewe sifa. Pamoja na hivyo, najua ibada hii na wageni wengi sana, ningetamani niwataje wote. Basi mgeukie jirani yako, mwambie mchungaji anatambua uwepo wako na karibu nyumbani mwa Bwana. Simona jinsi alivyotoa na katabasamu Amen. Mungu akubariki sana. Nilete matangazo machache. Tangazo la kwanza ni juu ya tamasha letu kubwa la Twende Zetu kwa Yesu kwa mwaka huu wa 2026. Tamasha letu litakuwa mwezi huu wa 6, na kipekee kabisa tunawakaribisha ninyi nyote. Leo tunazo tiketi kwa ajili ya kuwanunulia vijana. Tiketi moja ni shilingi 5,000, lakini kile kitabu kizima cha tiketi ni shilingi 250,000. Hebu guswa kununua. Ukiweza kununua kitabu kizima, nunua. Nenda kawape na vijana wa bodaboda, kawape na vijana mtaani, ili waweze kuja kwenye tamasha lile, tamasha la kumsifu Yesu. Unaweza kusema mimi sitaki kitabu kizima, nataka tiketi 10, 15, 20. Njia nzuri ni kuwanunulia, alafu sisi tuwaekea utaratibu wa namna ya kwenda na kufika kwenye tamasha. Kwa niombe sana wazee wa kanisa, vile vitabu muwe navyo, na ikitokea kuna ambao watahitaji basi tuweze kuwapatia. Lakini kama tunavyofahamu, katika mwaka huu tuko kwenye mwaka wa uchaguzi wa viongozi mbalimbali ndani ya kanisa. Tunamshukuru Mungu, mapendekezo ya wazee wa kanisa yameshatoka, na mkiangalia kwenye milango yetu na kwenye mbao za matangazo yamebandikwa majina na kamati ya wale ambao wamependekezwa. Yako majina 45, na kwenye uchaguzi tutahitaji watu 30. Kwa utapita pale utaangalia, na ukiona kuna mtu amependekezwa lakini una taarifa zake ambazo mimi mchungaji sina, tafadhali usisite kuja kuniambia. Bwana asifiwe. Unaweza ukasema mchungaji huyu usiku wa tulali anatusumbua sana usiku mtaani. Akiwa mzee wa kanisa atawalisumbua kanisa. Sisi tutamuomba akae pembeni. Sambamba na hilo basi, leo kutakuwa na mapendekezo ya viongozi wa vijana, na niombe kamati muweze kugawa zile karatasi. Na naomba kama wewe
tayari ni saa 10, 11 mpaka 12 jioni, usipendekeze. Maana yake kama umeshavuka miaka 40 usichukue hiyo karatasi. Ukishafika 40 ni saa 8 mchana. Kwa tuwaachiwe wa saa 6 kushuka chini wajaze kupendekeza majina ya viongozi wa vijana. Sambamba na hilo la vijana, tunamshukuru Mungu kanisa kupitia UEM, ambapo tunajua Dr. Kadiva yeye ndiye katibu mkuu wa UEM kanda ya Afrika. Wametoa nafasi za vijana wanaotaka kwenda kujitolea kufanya kazi za kanisa na umisionari nchini Ujerumani. Kwenye grupu la vijana tayari barua ipo. Wewe ambaye unasukumwa na kuona kwamba unayo nafasi ya kwenda kujitolea kwenye kazi za umisionari kule nchini Ujerumani, basi tafadhali andika barua na ipite kwetu ili tuweze kukupa hiyo nafasi. Sababu na hilo, kwa habari ya vijana, tunacho kitabu kizuri sana ambacho kinazungumza kwa habari ya tabia murua. Hii ni mwongozo wa vijana kuhusu tabia na mwenendo. Ni kitabu kizuri sana. Mimi nimeshakisoma chote. Kitabu hiki kimejaa maarifa ya wahenga na kina semi nyingi za wahenga na kwa nini vijana wazifuate kwa ajili ya kuwa na tabia murua. Kitabu hiki hakiuzwi, ni bure kabisa. Kwa hiyo niwaomba wenzangu wasaidizi wahakikishe kwenye milango yote vitabu hivi vipo. Chukua kwa ajili ya kuwapelekea vijana. Tunazo boksi za kutosha na nilitaka nizipeleke kwenye majimbo yote, lakini nikasema leo kwanza kitabu hiki kiweze kutoka kwa vijana wetu. Kwa kama una kijana nyumbani, mchukulie, kitakuwa na faida kwake. Lakini sambamba na hilo, leo tunamshukuru Mungu, jarida letu la kanisa letu limetoka. Jarida lipo tayari, lina habari mbalimbali, matukio mbalimbali yaliyotokea katika kanisa letu. Na jarida hili ni kuombe sana, chukua nakala moja, kila familia iwe na nakala. Usichukue majarida 10 tumeyatengeneza kwa gharama alafu mnaenda kuyaweka kama mapambo sebleni. Kwa chukua jarida moja alafu someni familia nzima kuona ni kitu gani kipo na kukumbushana taarifa mbali. Pamoja na hayo, tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya shamba letu na miradi yetu mbalimbali. Na leo tutakuwa na korosho ambazo zimelimwa kwenye shamba letu. Zimebaki chache sana. Ibada ya kwanza na ya pili wamezishambulia sana, na niliwaambia wabakize chache kwa ajili ya ibada hii ya tatu. Korosho tumelima wenyewe, tumeziandaa wenyewe, na nikukaribishe sana kwa ajili ya kujipatia korosho. Mwisho kabisa ni swala la ujenzi wa miradi yetu miwili ambayo inaendelea hapa kanisani. Jambo la kwanza ni ule mradi wa Kiharaka Spiritual Center, ambapo tumewaambia sasa hivi tuko kwenye ujenzi wa makazi, ambapo tuna nyumba ambazo zinaweza kulaza watu 50 kwa wakati mmoja. Lakini tunalo lile jengo la reception, lakini pia tunalo jengo la jiko pamoja na restaurant ya watu 180 kwa wakati mmoja. Ujenzi huu unaenda vizuri. Hali ya hewa sasa imeshakaa vizuri. Hizi siku 2-3 tulipata shida kipindi cha mvua, lakini tangu Alhamisi material yanaendelea, na wiki ijayo sasa tutaendelea na kazi, na ikiwezekana baadhi ya nyumba zikaanza kupanda juu, kwa kuwa misingi sasa itakuwa imekamilika, na tutaendelea na ujenzi wa nyumba hizi. Sambamba na hilo, mradi wa pili ni jengo tunaloanza kulijenga hapa, jengo ambalo litakuwa limebeba vitu vingi ambavyo vimekosekana hapa usharikani, na mnaopita mnaona tumeanza kuchimba, na niwashukuru sana wale ambao mmeendelea kutoa sadaka zenu. Katikati ya wiki hii tumeendelea kupokea, na nimesikia kwenye matangazo yuko msharika mwenzetu mmoja ambaye amejenga nyumba. Yeye peke yake amejitolea kujenga nyumba moja ya gharama ya milioni 36, na fedha hizo ameshalipa zote kabisa.
Ninapozungumza hivi ninazidi kuhamasisha. Mpaka sasa nyumba 8 zimeshachukuliwa na washarika mmoja. Niwakaribishe, tunazo nyumba za milioni 36 kwa nyumba moja, lakini tuna nyumba ya milioni 78. Hii ya milioni 78 ziko nyumba 8. Alafu hizi nyingine nafikiri wananiambia ziko kama nyumba 10 ambazo zitaendelea kujengwa pale ili tuweke watu wa kutosha kwenye kituo kile. Sasa niseme hapa kama nilivyosema asubuhi, hebu pata nafasi ya kujioji. Yaani pata nafasi ya kujioji. Mimi usiku nilikuwa najioji katikati ya homa. Unajua kuna saa unaogopa, unaamka unamwambia Yesu, ndo ninaondoka leo kabla sijamaliza au bado? Nikatafakari juu ya hili swala. Hivi hebu fikiria leo wewe ukaenda kanisani, alafu ukakuta nyumba ambayo imeandikwa jina la babu yako au bibi yako, au ukaambiwa nyumba hii aliijenga baba yako au mama yako au babu yako au bibi yako, na ipo kanisani, ni kumbukumbu ya kanisa. Hebu piga picha, wewe haupo sasa, miaka 50 ijayo, mjukuu wako amekuja pale kiharaka, amelala kwenye nyumba ambayo ni sadaka ya babu na bibi yake. Usingizi wake utakueje? Hebu mgeukie jirani yako, mwambie usingizi utakueje? Na imani siku hiyo hutaota unakabwa. Unajisikia kitu kwamba babu yangu au bibi yangu au wazazi wangu waliacha kitu hapa. Na hii niseme familia ya mzee wetu, mzee Msuya. Hebu naomba msimame familia. Familia mzee Msuya. Simameni familia wote. Hebu libebeni hili kwenye mradi wa kanisa. Ikosekane nyumba moja tu ambayo itakuwa ni kumbukumbu ya mzee Msuya ndani ya kanisa. Inaweza ikakosekana kweli? Hebu libebeni. Kuna nyumba ya milioni 36, kuna nyumba ya milioni 78. Hebu libebeni, alafu mkatafakari, alafu mje mniambie. Hivi miaka 50 ijayo vitukuu vya mzee Msuya vikija kanisani vikutane na nyumba hii, ni kumbukumbu ya babu yao aliyefanya kazi kubwa kwenye taifa la Tanzania na aliyefanya kazi kubwa kwenye kanisa. Mungu awabariki sana. Ninaomba mketi. Bwana asifiwe. Mwisho kabisa, ili nisichukue muda tena, niwakaribishe sasa tuanze kutoa sadaka hii ya kiharaka, sadaka hii ya jambo letu. Asubuhi nimewapa tafakari hapa, nikawaambia tukiweza kutoa hii sadaka milioni 2 tu kwa wiki, hebu ifanye mara majuma 52 ya mwaka au 53. Unaona una zaidi ya milioni 100 na, si ndio? Ukiziweka pale, maana yake hii sadaka inatosha kujenga at least nyumba 2 na chenchi, au nyumba 2, moja ya gorofa na moja ya kawaida, tunaweza kuijenga kwa kila mwaka kupitia sadaka hii. Sasa mgeukie jirani yako, mwambie usijisaulishe, fungua pochi. Naomba ufungue pochi yako kwa ajili ya kutoa sadaka hii. Karibu parish worker. Tunapojiandaa kutoa sadaka hii, tutaimba wimbo namba 259. Wimbo namba 259. Akae
Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mzee wetu Arnold Kileo. Yeye ndiye ambaye ametupa sadaka ya nyumba moja na ameilipia, hadaiwi hata shilingi 10. Mungu akubariki sana mzee Kileo. Wewe sasa subiria tu, tutakukabidhi nyumba ambayo imekamilika. Yeye amemaliza kabisa kabisa. Bwana asifiwe. Basi tunapojiandaa kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu, tutaimba wimbo namba 49 fungu la kwanza. Wimbo namba 49 fungu la kwanza. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nasi tunapokwenda kusikia neno la Mungu kutoka katika Injili ya Mathayo Mtakatifu mlango wa 20 mstari wa 29 mpaka mstari ule wa 34. Mathayo Mtakatifu mlango wa 20 mstari wa 29 mpaka mstari wa 34. Neno la Mungu linasema hivi: hata walipokuwa wakitoka Yeriko, mkutano mkubwa wakamfuata. Na tazama, vipofu wawili wameketi kando ya njia, nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, walipaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Mkutano wakawakaripia wanyamaze, lakini wao wakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Yesu akasimama akawaita akasema, mnataka niwafanyie nini? Wakamwambia, Bwana, twataka macho yetu yafumbuliwe. Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa shukurani kubwa, tukijua kwamba Mungu unasikia maombi yetu. Tunajua Mungu unasikia maombi yetu na unajibu maombi yetu. Tunaomba Mungu uendelee kusema nasi, tena tunapoendelea kusikiliza neno lako takatifu, uendelee kujifunua kwetu, tuweze kutafakari ni mambo gani yanayotusibu katika maisha yetu, ili tuyalete mbele yako Bwana, upate kuyasikia na upate kutuponya, na tuendelee kukufuata wewe. Bariki kusanyiko la watu wako hawa waliokuja kukusikia Mungu,
na ujifunue kwao kwa njia ya Roho yako Mtakatifu. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Tukae watu wa Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninamshukuru Mungu kuja kusali pamoja nanyi. Ninamshukuru mchungaji wa usharika, chaplain wetu, Mchungaji Makundi, ambaye kama alivyosema alinipigia simu jana, na mimi nilikuwa nimepanga tu kwenda kusali mahali fulani ili nikitoka nije ofisini kwa ajili ya maandalizi ya miaka 30 ya United Evangelical Mission. Tuna maandalizi ambayo tunasherehekea miaka 30 ya United Evangelical Mission, na maadhimisho haya yatafanyikia Bukoba, lakini baada ya maadhimisho kesho yake viongozi wote wa Afrika watasafiri kuja Dar es Salaam. Watakuwa hapo Kigamboni kwa kudedicate au kuweka wakfu kiwanja kile ambapo ofisi hizi za Afrika zinajengwa hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo aliponiambia nije usiku jioni ile, sikumkatalia, nikaona nije. Lakini la pili ambalo ningependa pia na ninyi mlishike, mimi huwa napitia hii kalenda yetu ya KKT na hasa masomo ya Jumapili na kuyaandaa tu, kuyaweka kwenye kompyuta yangu ili hata Jumapili watu wanapohubiri basi na mimi nasikiliza. Kwa hiyo aliponiambia, nilikuja tu ofisini kwangu nikaprinti mahubiri yangu, nikasema basi nitakuja nayo kwa ajili ya kuhubiri siku ya leo. Jambo la pili, nimpongeze sana mchungaji wetu, Mchungaji Makundi, kwa ajili ya ujenzi wa kituo chetu cha Spiritual Center, kituo cha kiroho kule Kiharaka. Anafanya kazi kubwa na tuendelee kumunga mkono na kushirikiana naye. Nimpongeze pamoja na mzee Arnold Kileo ambaye ni mkereketwa wa kituo kile kwa muda mrefu, namfahamu sana. Lakini nipende kuwaambia kama alivyosema mchungaji chaplain wetu, sasa hivi dunia yetu inapita katika mambo mazito, na moja ya jambo ambalo dunia inakabiliana nalo ni kuwa na mahali maalum pa kuweza kutoa ushauri nasaha au kufanya counseling kwa watu. Kwa mfano, ukija hapa Azania Front ofisini, alafu una jambo lako lililokusibu, una shida yako pale ofisini kwa mchungaji, kuna jambo lingine mtashauriana na mchungaji mpaka utalia, lakini ukitoka unakuta kuna watu wamekaa nje, ukitoka wasema huyu alikuwa analia nini? Alafu anaanza kutafakari mambo yako mawili matatu manne, wanasema labda ndio kitu kilichokuuliza. Kwa hiyo sio mahali pazuri pa kufanyia ushauri. Kwa hiyo kituo kile kitawasaidia sana, kama alivyosema mchungaji, kuweka kushauri watu, kuwalea watu kiroho ili waweze kukabiliana na maisha yao. Siku hizi kuna watu wengi tuna changamoto na watoto wetu, namna ya kuwaelekeza, kuwakuza katika maadili ya Kikristo, lakini hakuna mahali ambapo unaweza ukakaa ukasema hapa ni mahali mwafaka pa kuweza kushauri watoto wetu, wakae wajadiliane kwa pamoja. Kituo kile kitakuwa ni msaada, na kwa kufanya hivyo utakuwa umemtumikia Mungu kwa sehemu kubwa sana. Wako watu wanasafiri mpaka nje ya nchi kwenda kutafuta counselors, mahali ambapo panaweza kuwafaa kupata ushauri. Siku moja mtu mmoja alikuwa na shida na mwenzi wake au mke wake, mpaka mke akataka kunywa sumu, chloroquine, afe. Lakini walipokwenda kwa mchungaji akawaambia, nendeni mahali fulani mkae, alafu mimi nitakuja kukutana na ninyi baada ya siku 3. Na mchungaji alijitolea akalipia gharama pale walipokwenda kukaa. Baada ya siku 3 mchungaji alipofika, walimwambia mchungaji, tunakushukuru sana, mambo yetu yamekwisha, labda utuombee tu na labda tukuhadithie tuliokuwa tunakabiliana nayo.
Mchungaji akauliza, nisaidie, tumhadithie kidogo. Wakamwambia, tangu tumeoana hatujawahi kuwa na muda wa kukaa kuzungumza, lakini kwa kutuweka hapa tumekuwa na muda mzuri wa kuzungumza mambo yetu na tumeyamaliza. Kuwa na kituo kama kile, mtaweza kuwaweka watu, watazungumza mambo yao na mambo yao yatakwisha. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Tunaendelea kuwatekea baraka, mfanye kazi hii vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa makofi haya tutaendelea kuchangia. Jambo la tatu, wiki iliyopita tulikuwa Rwanda. Tulikuwa tunajadili sana juu ya habari ya kukua kwa Ukristo. Tulikuwa na mada inayosema critical analysis on church growth and Christian growth. Kukua kwa Ukristo na kukua kwa kanisa katika bara la Afrika. Na mambo ambayo tulikuwa tunaangalia ni kwamba, je, Ukristo kweli unakuwa? Je, kanisa kweli linakuwa? Ni vigezo gani tunaweza tukatumia kuona kwamba Ukristo unakuwa au kanisa linakuwa? Kwa mfano, tunaweza tukawa wengi katika ibada. Je, kuwa wengi kanisa limekuwa? Ndio tumekuwa? Kwenye Agano Jipya katika kitabu cha Matendo anasema kanisa likaongezeka kwa wale waliokuwa wanaokolewa. Lakini pia kanisa lilionekana limekuwa kwa sababu watu walikuwa na ujasiri wa kuhoji juu ya imani yao. Walikuwa na imani inayotafuta ukweli. Kwa hiyo watu wengi waliingia kwenye Ukristo kwa sababu ya watu kukomaa katika imani ya Kikristo. Watu walikuwa wanafunzi wa Kristo. Tukaangalia kwamba je, sisi tuko wapi? Na hiyo tu pia tunaweza kuambia, tunaweza tukaangalia kwa mfano Kenya. Watu walikufa wengi juzi kwa mafundisho ya uongo, kwa kudanganywa. Je, wale ni Wakristo? Ukristo umekuwa? Kuna watu leo wanakula nyasi, wanaambiwa wale nyasi. Kuna watu wanaambiwa wanyanyue simu zao, pesa zitaingia. Je, hiyo ni imani ya kweli? Huo ni Ukristo? Kwa hiyo tumekuwa na mjadala huo na tutaendelea kuwa na mjadala huo. Somo la leo ambalo tumelisoma ni somo ambalo ukisoma katika Mathayo mlango wa 18, Yesu alikuwa anafundisha wanafunzi wake na wafuasi wake juu ya kuwa vipofu wa imani. Alikuwa anawafundisha juu ya kuwa vipofu wa imani, kuwa na imani isiyotafuta ukweli. Kwa Yesu aliwaonyesha wanafunzi wake, aliwaonyesha Mafarisayo, aliwaonyesha Wayahudi kwamba walikuwa ni vipofu wa imani kwa sababu walikuwa hawamjui Mungu kweli kweli katika maisha yao. Na walikuwa hawatafuti kumjua Mungu wa kweli. Badala yake walikuwa wakifuata mambo yasiyokuwa ya kimungu katika maisha yao. Na hapa alikuwa amewaambia, tazameni tunapanda kwenda Yerusalemu na mwana wa Adamu atahukumiwa, atauawa huko. Na aliwaonyesha kwamba kama wanataka kumjua Mungu ni lazima wakubali kufunguliwa kiroho katika maisha yao ili waweze kumfahamu Mungu wao kweli kweli. Na hapa alipokuwa Yeriko, ambao ni mji mmoja mkubwa kabla ya kuingia Yerusalemu, anakutana na watu waliokuwa vipofu. Watu ambao walikuwa ni vipofu wamekaa barabarani, lakini Yesu alikuwa na umati mkubwa wa watu waliokuwa wakimsindikiza, wakiambatana naye kwenda Yerusalemu. Na tazama, jambo lilotokea kwa hawa vipofu, walisikia habari za mtu anayepita na wakauliza habari zake, wakajua ni Yesu. Nao walikuwa wanamfahamu Yesu, ndio maana hata katika kumwita walimuita Yesu wakijua kwamba yeye ni mwana wa Mungu, yeye ni Mesia, yeye ni mfalme. Na wakamwita aweze kuwahurumia, aweze kuwaponya shida waliokuwa nayo. Lakini hawa vipofu walipokuwa wanaita, wanapaza sauti yao, watu waliwakataza, watu waliwakemea,
wakawaambia wanyamaze. Kwa kawaida hawa vipofu katika Injili ya Marko, yeye anawataja kwamba walikuwa njiani, wamekaa njiani wakiwa omba. Walikuwa ni watu waliokuwa wanaomba. Lakini tunapaswa kujua kwamba katika kipindi hicho cha Yesu, vipofu walikuwa ni watu waliokataliwa na jamii. Ni watu ambao walionekana watu wasiofaa. Ni watu ambao kwa sababu ya ugonjwa wao wa macho ambao ulitokana na maambukizo mbalimbali ulisababisha macho yao kuwa mekundu, macho yaliyovimba, macho yanayotoa machozi, yaliyokuwa yanatiririka machozi. Kwa hiyo watu walikuwa hawako tayari kuwagusa au kushirikiana na hawa vipofu. Waliwakataa, waliwadharau. Na pia katika mila na desturi za Kiyahudi walionekana kwamba ni wenye dhambi. Kwa hiyo watu hawa wasingependa kuchangamana na watu wenye dhambi. Mnakumbuka habari ya yule aliyekuwa kipofu. Watu walimuuliza Yesu, ni nani aliyetenda dhambi mpaka mtu huyu akazaliwa kuwa kipofu? Kwa hiyo watu walipowaona wanapiga kelele, in fact wao walikuwa wanaomba, lakini watu waliona wanaleta usumbufu, waliwaambia wanyamaze kimya. Ni kama hata sisi, chukulie tukiwaona vipofu, macho yamevimba, yanatiririka machozi, anakuja karibu na gari lako, anataka ananyosha mkono, wakati mwingine ana kakopo kake, anataka umwekee pesa, wakati mwingine unapandisha kioo. Kama ulikuwa umekishwa kidogo, unapandisha kidogo, pandisha zaidi, na wakati mwingine kama kina tinted unajifanya hujamuona, lakini yeye anakuja kwako, anakuomba. Sasa hawa walimuomba Yesu, watu wakawanyamazisha. Lakini tunajifunza nini? Hawa walikuwa wanamwamini Yesu, na walikuwa wanaamini kabisa kwamba uponyaji wao unatoka kwa Yesu, unatoka kwa Mungu peke yake. Na ndio maana wamemwita Yesu mara 3 wakipiga kelele, Mwana wa Daudi, uturehemu. Na katika Agano la Kale, Mungu peke yake ndiye aliyeweza kuponya watu katika magonjwa makubwa mazito, na hasa upofu na viwete. Kwa mfano, ukisoma Zaburi ya 146 mstari wa 8, Bwana hufungua macho ya vipofu, Bwana huwainua wanaoinama chini. Lakini pia ukisoma katika Isaya 35 mstari wa 4, ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Lakini pia anasema siku hiyo viziwi watasikia maneno ya kitabu hicho, na macho ya vipofu yataona kutoka gizani. Yesu alitabiriwa kwamba yeye atakapokuja, basi vipofu wataweza kuona, viziwi wataweza kupona. Ukisoma katika Mathayo 31 mstari wa 20, mlango wa 20, watu wakawakataza. Hawa wanajua kwamba uponyaji peke yake unatoka kwa Yesu, lakini watu wakawakataza, wakawaambia wanaleta kero, wanaleta shida. Tujifunze jambo moja. Mtu aliye kwenye tatizo, mtu aliyekandamizwa, asipopiga hatua, asipopiga kelele, mkandamizaji ataendelea kukandamiza. Lazima upige kelele, sauti yako isikike kuliko sauti ya mkandamizaji wako. Hawa walikuwa wanawakandamiza, wanawaambia wasipige kelele, lakini kilichosababisha wawashinde hawa vipofu, sauti yao ikawazidi wale waliokuwa wanajisikia wako katika hali nzuri, wana afya nzuri, waliokuwa wanajifanya kwamba wao ni watu wema kwa Yesu. Sauti ya vipofu ikawashinda, sauti ya mkandamizwaji ikashinda sauti ya mkandamizaji. Unapokuwa kwenye shida, usiache kupiga kelele. Piga kelele, paza sauti katika shida yako. Piga kelele,
na Yesu anakusikia. Bwana Yesu asifiwe. Hapa unaona baada ya kupiga kelele Yesu akasimama. Lakini fikiri asingepiga kelele. Inawezekana kwa neema ya Mungu angeweza tu kusimama. Lakini hapa Yesu anasimama, anasikia kelele ya watu hawa. Na Yesu anaposimama hasikilizi sauti ya wale wanaojifanya kwamba wanamsaidia Yesu kuto kukutana na watu wanaopiga kelele. Kimsingi Yesu amekuja kuokoa kile kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu anafanya kazi yake, anasimama na anawauliza hawa watu, mnataka niwafanyie nini? Anawauliza, mnataka niwafanyie nini? Tofauti ya hawa watu, kama ungesoma Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 5 mstari wa 1 mpaka wa 9, kuna mtu aliyekuwa kisimani. Huyo alikuwa ni mtu ambaye ni kiwete. Yeye Yesu alipokuja alimuuliza neno hili, akamwambia, wataka kupona? Yeye akamwambia Yesu, hapa kuna tatizo. Mfumo hauruhusu mimi kuingia kupona. Kwa sababu nikitaka kuamka kwenye godoro langu, huwa kuna mtu anawahi kabla yangu. Yaani yeye anaulizwa, unataka kuwa mzima? Badala ya kusema nataka kuwa mzima, anaanza kuleta story, anaanza kueleza mfumo. Yesu hataki story. Yesu anataka useme nataka kupona. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya Yohana, baada ya huyu bwana kueleza maelezo yake yote, Yesu alikuwa anajua huyu anataka kupona. Akamwambia, jituke godoro lako, enenda zako. Akamwambia, umepona. Wala hakumwambia juu ya imani yake, lakini alijua kwamba kitendo cha kuja kukaa hapa alikuwa anataka uponyaji. Yesu akamponya. Na hawa pia baada ya kumwita Yesu akawagusa. Lakini kitu ambacho kilimsababisha Yesu awaponye ni huruma. Yesu aliwaonea huruma. Kuna watu hawana huruma. Na kuna watu hata kama wakijifanya wana huruma, hawana msaada wowote. Anaweza akakuona unateseka, anakuangalia, anakuhurumia, lakini baada ya hapo hana kitu chochote anachoweza kukufanyia. Yesu anawahurumia, ananyosha mkono wake, anawagusa, anawaponya. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa Yesu anapowaponya, jambo ambalo tunaliona kubwa hapa ni kwamba hao watu baada ya kupona wakamfuata Yesu. Tofauti na wale waliokuwa 10 wenye ukoma, walipoponywa 9 walipotea. Hawakumfuata Yesu. Mmoja peke yake ndiye aliyerudi kumshukuru Yesu. Lakini hawa baada ya kupokea uponyaji wakamfuata Yesu. Kuna mtu mwingine, kuna watu wanaweza wakalilia shida, wakalilia uponyaji, wakalilia msaada, lakini ukiwasaidia baada ya kuwatoa kwenye tatizo walilokuwa nalo, wanakuwa kama mtu aliyemsaidia nyati. Nyati akizama kwenye matope, alafu mkaenda, niliona siku moja kwenye picha, nyati amezama, alafu watu wakaja wakafunga kamba kwenye gari, wakamvuta akatoka. Alipotoka tu, wale waliomtoa nyati, kila mtu alitafuta mahali pa kukaa. Kuna watu wakisaidiwa, wakitoka kwenye tatizo lao, badala ya kushukuru wanakuwa shida. Kuna mtu unaweza akalilia ajira, bwana sina kazi. Ukimleta, ukimwingiza ofisini, anataka kukutoa wewe uliyemwingiza. Atafuta kila namna ya kukutoa mahali ulipo, badala ya kushukurani. Mpaka watu wanajiuliza, mlimwingizaje huyu hapa? Na watu watakwambia, wewe ukuulizia, huyu mtu humjui. Hawa wanaponywa na Yesu, wanamfuata Yesu, wanaambatana na Yesu. Shukrani yao ni kumfuata Yesu. Yesu anakuuliza wewe asubuhi ya leo, unataka nikufanyie nini? Hakuna mtu asiyekuwa na shida, hakuna mtu asiyekuwa na mzigo,
Hakuna mtu asiyekuwa na ugonjwa unaomsumbua. Hakuna mtu asiye na shida ya kiafya, ya kifamilia, ya kiuchumi, shida iliyokulemea katika maisha yako. Hakuna mtu asiye na shida ya kiroho. Yesu anataka na kuuliza, nikufanyie nini katika hiyo shida yako? Acha kueleza kama yule aliyekuwa anaeleza kwamba mfumo hapa ndio unaoharibu. Ningekuwa hivi, ningekuwa vile. Hapana. Yesu anakuuliza, unataka nikufanyie nini? Ungeweza kujibu, Bwana, niponye huu ugonjwa wangu. Bwana, niokoe na dhambi hii. Bwana, niokoe na ubaya huu. Bwana, niokoe kutoka katika mazingira haya. Lakini pia Bwana, uyafumbue macho yangu nipate kukuona. Sijakuona Yesu vizuri katika maisha yangu. Mwimbaji mmoja kipofu aliimba akasema, nina furaha sana kwa sababu nikiingia mbinguni macho yangu yatafunguliwa na uso wangu utamuona Yesu. Hawa vipofu walipofunguliwa macho yao, mtu wa kwanza waliyemuona waliona uso wa Yesu, uso wenye furaha, uso wenye huruma, uso unaoleta matarajio. Basi Bwana, tumuombe ayafumbue macho yetu. Je, ukifumbuliwa macho yako na Yesu akikutatulia jambo lako, utamfuata Yesu au utamkimbia Yesu? Tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba yetu wa mbinguni, ambaye wewe unapenda kusema nasi, wewe unayetuhurumia, wewe ambaye hutuachi. Umesema katika neno lako upendi hata mtu mmoja apotee, bali wewe Mungu unatuhurumia sisi na kutuokoa. Kama ulivyookoa vipofu hawa ukawaponya, tunakusihi Mungu uponye na maisha yetu. Tusaidie Mungu, tusiwe watu tunaokandamiza wengine hata pale wanapotafuta haki zao katika maisha yao. Sisi tunakwenda kusimama kinyume nao na kuwazuia wasipate haki zao wakati ni haki yao. Bwana, tusaidie Mungu, tusiwe kama wale waliokuwa wanawazuia hawa vipofu wasikutane na Yesu. Tusaidie Mungu, tuwasaidie watu wakutane na haki zao ili wapate kupona katika maisha yao. Tusiwe wakandamizaji katikati ya watu wako. Tusinyime watu haki zao Bwana, hata pale wanapotaka kukutana na wewe Bwana. Tusaidie kuwa msaada kwa wengine. Katika jina lako takatifu tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu ambaye amemtumia mtumishi wake Mchungaji Dr. Kadiva. Mungu akubariki sana. Tupokee mahubiri haya kwa mengi. Matatu ya utatu nayo ni ubarikiwe na Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Basi washarika, naomba tusimame. Tuombe. Mungu mwenye neema na rehema, umetupa fadhili nyingi, kwa hiyo twakusihi uyapokee matoleo ya watu wako katika upendo wako, yatume yalete matunda ya kiroho, ili ufalme wako uenezwe hapa na popote duniani. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, nitafurahi na kukushangilia wewe. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Twakuomba uliongoze kanisa lako takatifu
ili lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake ulimwenguni mote, imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu, ipe neema, ituongoze katika mema yote, nchi iwe na amani, nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu, tusipatwe na mabaya. Tunawaombea wote wenye shida mbalimbali, ugonjwa na taabu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, wapo wenzetu ambao wameweka maombi kwenye boksi ambalo liko madhabahuni pako. Wewe Mungu ndiye unayefahamu haja ya mioyo yao na shida yao, changamoto wanazokutana nazo. Sawasawa na neno lako, Bwana, ninakusihi Mungu, kila mmoja sawasawa na uhitaji wake, Mfalme, ukampe ili Mungu aendelee kukuona wewe na wema wako na ufadhili wako. Wapo wenye changamoto ya kulipiwa ada, wapo wenye changamoto ya magonjwa, wapo wenye changamoto za aina mbalimbali za kifamilia, za kiofisi, za dunia nzima. Wewe Mungu ujuaye yote katika ulimwengu wa roho, ninakusihi Mfalme wa falme, kutana na hitaji la kila mmoja na kumpa sawasawa na mapenzi yako. Utujalie tufurahie utukufu wa ufalme wako mbinguni pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Tujalie hayo Baba, kwa ajili yake Yesu Kristo, patanishi na mwombezi wetu. Amen. Baba yetu, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na hata milele. Amen. Washarika, naomba tuketi. Kuna hizi korosho, tunaomba Doris kwa ajili ya korosho hizi, pamoja na sadaka ya asali ambayo mtu ameleta, tuweze kuinadisha ili vyote viweze kuondoka. Karibu. Bwana Yesu asifiwe washirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mchungaji alivyotangazia chaplain wetu, shamba letu la Vikuge tumevuna korosho wenyewe, tumezibangua wenyewe, tumezikaanga wenyewe. Sasa leo tumeleta mbele yenu zipate kuwa sadaka kwa ajili ya miradi baba yetu chaplain aliyotutangazia asubuhi ya leo. Karibuni sana. Hizi ni gramu 400. Tunaomba bei kwa ajili ya hizi korosho. Kila mtu achukue, mwenye cash, mwenye taslimu, mwenye ahadi, yote tunapokea, tuweze kuzibadilisha hizi kuwa sadaka, ziweze kutumika kwenye miradi yetu. Karibuni. Karibuni washirika. 10,000 kwa kwaya vijana. Karibuni washirika, ziko kama 10 hivi. Tunaomba bei kugeuza iwe sadaka kwa ajili ya miradi yetu. Korosho zetu wenyewe. Karibuni, chochote, sadaka yoyote kwa Mungu. Karibuni korosho za Vikuge. $20,000. Karibuni korosho. $50,000. Karibuni. Karibuni. Ziko chache tu, unaweza ukatoa taslimu, ukaahidi vyovyote tu, lakini tuzigeuze ziwe sadaka kwa kazi ya miradi yetu ya kanisa. $50,000 kwa Mheshimiwa Warioba. Asante. Karibuni. Korosho zetu. $30,000.
korosho zetu. Elfu hamsini kwa Mheshimiwa Rugembana. Bado ziko chache. Korosho zetu. Elfu hamsini kwa mchungaji. Wazee wa kanisa mnaandika. Kwa mchungaji upi? Kwa mchungaji Kadiva. Korosho. Karibu. 100,000. Elfu hamsini kwa Mama Janet, wazee wa kanisa. Andikeni. Korosho tumalizie, zibaki chache. 50,000. Asante. 50,000 kwa Chaplain Victor Makundi. Korosho tumalizie, tusipoteze muda sana. Korosho 50,000. 50,000 kwa Chaplain Victor Makundi. Ya Kadiva ya Chaplain Makundi. Tumalizie korosho. Korosho tumalizie. Ngapi? Mbona msema? Mama Mlaki 5 amewapa vijana, 2 kwa mchungaji Kadiva. Tumalizie hizi 50,000 na mimi natoa kwa 100,000 kwa Chaplain Victor Makundi, 100,000 kwa mchungaji Kadiva. Mimi natoa. Karibu. Korosho hizi yani nazipenda kwa sababu nimezifuatilia kamati yetu. Hatukuamini kama tunaweza kupata korosho kutoka kwenye ile miti, lakini Mungu ametusaidia na tunashukuru sana. Ndio maana yani moyo wangu unawiwa sana hizi korosho. Naomba tumalizie hizi 3. Tumelima wenyewe, tumebangua wenyewe, tumevuna wenyewe, tumekaanga wenyewe. Jamani, jivunie korosho zetu. Asante. 50,000 kwa mchungaji Kibona. 50,000 Mama Rose Mapachu. Umepewa. Asante, nafikiri tunaweza tukakamilisha hapo. Kuna mwingine tena? Korosho? Basi nashukuru. Bado sipo. Kibona. Chukua Kibona. Bado 4. Laki moja kwa Mama Victor Makundi kutoka kwangu.
mke wa mchungaji wetu. Mmoja kwa parish worker 50,000. 50,000 kwa jito. Korosho zimekwisha. Asanteni sana, Mungu awabariki kwa sadaka yenu. Mungu awabariki sana. Asante. Simame. Bwana akae nanyi. Tumhimidi Bwana. Tutulie tupokee baraka za Mungu. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani yake. Kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tukae kwa sala ya kimya. Tunakushukuru Mungu Baba yetu wa mbinguni kwa kuwa unasikia kuomba kwetu na kutujibu sasa na hata milele. Amen. Kwa niaba ya mchungaji chaplain wetu, tunawashukuru wote kwa kufika katika ibada hii, na tunaomba Mungu aendelee kuwabariki, na tunawashukuru pia hata kwa ajili ya kununua korosho ambazo mmelima wenyewe washirika wa Azania Front, na mmevuna wenyewe na mmebangua wenyewe. Bila shaka kiwanda chenu kiko mahali fulani mnapobangulia korosho na kuzigrade. Mungu awabariki, muendelee kukua na kukua zaidi. Tunakushukuru sana mzee wetu, makamu wa rais mstaafu na waziri mkuu, mzee wetu Joseph Sinde Warioba, na familia yote ya Msuya ambao mmefika katika ibada hii kwa ajili ya shukrani hii. Tunapotoka tutamsifu Mungu tukiimba wimbo namba 273, kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake nina raha moyoni. 273. Yesu